Lete kifuniko hicho. Yes. Ngoja niombe, mkiweka hivi maana yake hata muongeaji na kwa anaongea kwa hapa hivi maji. Hapo. Jamani, hapa tusikilizane basi kidogo ili tuweze kwenda pamoja. Niamshukuru. Sogea kwa hapa nipone. Tano. Nne. Tatu. Mbili. Karibu tena katika matangazo ya moja kwa moja kwa mara nyingine katika ukumbi huu wa Serena Hotel hapa jijini Dar es Salaam, mara baada ya kutoka pale katika ukumbi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Sasa tuko hapa na huu ni upande wa pili, kwa maana Young Africans wao wana jambo lao, na mbele yako tayari wapo hapa mkuu wa idara ya habari, lakini pia msemaji wa klabu hii kwa maana ya Bumbuli pamoja na Haji Sande Manara. Wao wana nini cha kuzungumza na wana Yanga? Nikukaribishe moja kwa moja, lakini nikukumbushe tu langu jina ni Mkombozi wa Ng'ambo, Crispin Malango Uli, bila kumsahau mwenzangu anakuletea matangazo haya moja kwa moja Hussein Hidi. Huu ambao leo tumeuleta hapa kwa sababu maalum. Ni mkutano maalum na tunaelekea katika tukio mwishoni mwa wiki. Kama ambavyo mnafahamu, NBC inaendelea. Hii tuna mchezo dhidi ya Azam FC, timu ambayo huwa inajinasibu kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa huwa ina mara nyingi na nafasi ya 3, ya 4, ya ngapi, lakini wapo katika mbio hizo kila ligi inapoanza. Kwa hiyo tunakwenda kukutana nao sisi katika msimu huu ambao dhamira yetu kubwa ni kurejesha hadhi ya mataji katika nyumba ya mataji pale Jangwani. Kwa hiyo tunakwenda kukutana nao tarehe 30 siku ya Jumamosi. Kuna mengi tumewaandalia kuelekea kwenye mchezo huo. Niko na Haji Sande Manara ambaye atatupitisha program nzima ya nini kinakwenda kutokea, na mengine kumza na wanayanga, lakini pia wapenzi wa mpira watakuja uwanjani kuja kuisupport timu yao, lakini
ambao wako nje ya jiji la Dar es Salaam na mbali zaidi duniani huko watafuatilia mchezo huo moja kwa moja kupitia Azam TV, Azam Max au televisheni zao wanapokuwa wamekaa. Kwa hiyo kuna mengi tumewaandalia. Wanahaji, karibu wapitishe watu waweze kuelewa na namna tulivyojipanga, lakini unajua kwa mwenzetu kuna waka moto. Sasa sisi tunapeleka maji wapoze ili wasije wakatulaumu na sisi wakatuita wasaliti. Jamani, habari za mchana, rafiki zangu, wadogo zangu, wanahabari wenzangu. Tupo hapa kama sema kwa kubwa la kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 Oktoba, Jumamosi hii ya 2021 pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Azam FC, mechi itakayoanza saa 1 kamili usiku. Hii ni mechi yetu ya 4 kwenye msimu huu wa ligi kuu ya NBC, tukiwa tumetoka kucheza mechi 3 za ligi ambazo ni 10% tu ya michezo yote ambayo tunatarajia kucheza kwenye msimu huu. Mechi ziko 30, kwa hiyo tumecheza mechi 3 ambazo ni 10%. Tunashukuru tuna clean sheet safi na tuna points 9 safi kabisa. Lakini tunakwenda kukutana na wanaume wenzetu. Azam FC ni timu imara, ni timu nzuri, ubora wao huwezi kuuhoji. Hii ni mechi ya kiume hasa. Always Young Africans na Azam wakikutana inakuwa mechi ya kiume kweli kweli. Bila shaka yote tunakwenda kucheza nao na heshima kubwa, tukiwapa kama wapinzani wetu wazuri kwa miaka mingi mfululizo. Ni washindani kweli kweli kwenye ligi kuu na wamesajili wachezaji hasa. Ukiangalia aina wachezaji wao, juzi nilikuwa naangalia wanacheza na Al Masry kule, wameimarika. Ingawa wamepoteza ule mchezo, lakini wameimarika. Unaona the way wanavyocheza, aina wachezaji walionao, investment walioifanya. Kwa hiyo tuende kucheza mechi ya kitoto, tunakwenda kucheza mechi na wanaume wenzetu, lakini sisi tunayo dhamira yetu msimu huu ya kushinda taji la ubingwa wa ligi kuu. Tunataka kushinda ubingwa wetu. Tunataka kuchukua taji la 28. Na ili ushinde ubingwa lazima ushinde ngumu kama tunakwenda kucheza Jumamosi. Benchi la ufundi na wachezaji na ushinde kwenye mechi ngumu kama tunakwenda kucheza Jumamosi jioni pale kwa Mkapa. Kwa dhamira yetu msimu huu na ambao hatuna shaka nao, tunaamini mchezo huo utakuwa upande wetu, na kwa kuwa sisi ni wenyeji na kwa ubora wa kikosi chetu, insha Allah tutapata points 3 kwa mipango, maandalizi na kwa haja ya Mwenyezi Mungu mwenyewe vile atakavyopanga. Pira hauwezi kwenda uwanjani ukiwa unasema mimi na kwenda kushinda mechi ya 100%. Anayesema kwenye mpira, yani ni mbumbumbu wa football. Kikosi kizuri kweli kweli, ukiangalia mchezo
moja sisi tumekamilika hasa, lakini bado hakuna garantia kwamba lazima upate points 3. Mpira huo haupo. Tunayo dhamira ya kushinda, tumejipanga na wachezaji wetu. Uzuri wake Mungu amejalia majeruhi yalebaki ni mmoja tu so far, Ambundo Mustafa Kejea, Mapinduzi Balama Chere, mwisho Songea pale na mechi mazoezi. Lazima upate mechi fitness. Wakati mwingine ujipa hii muda, unasema umetoka kucheza mechi, ukae muda mrefu, unapoteza focus, unakosa mechi fitness, unakuja unachukua 2, 3, 4, 5, unakuwa humo mambo ya kurusha rusha. Kwa hiyo tumejipanga na tunaamini kama nilivyosema, points 3 insha Allah zitakwenda Jangwani. Hii mechi ni mechi maalum, na ndio maana tumeita hapa leo. Tunao mpango, nadhani nilisema kwenye Kaunda kwamba mechi ya Yanga ni mtoko, iwe outing. Yaani mtu akenda uwanjani kwenye mechi ya Africans anakwenda outing, kama vile mlivyo kucheza disco au kwenda Twanga Pepeta au sijui wapi, basi ni outing. Kwa tunao mpango na tunaanza mechi na Azam, zile mechi ambazo sisi tutaweka pale burudani za aina tofauti tofauti nyingi, zikiwemo mziki wetu ambao sasa hivi uko juu wa Bongo Flava. Kesho kutwa wasanii watatumbuiza, ni kama vile unavyoona muziki ya Mwananchi, yaani kule wenzetu hachiko payments ni mtu raha. Hivi ndivyo Yanga ambao kutako yake msimu. Wewe uwanjani pale watu wamenuna dakika 90 na bahati chanu ingia mnapigwa 3 la mfano. Basi utaumili, lakini litakufanya tunavyofanya sisi. Tutaanza Jumamosi na kama anavyoambia tutawaita wasanii ambao watatupa burudani. Viingilio vya 5,000 PB na IPA na ticket za kuuzwa. Tutaweka road, tutakuwa promotion kwenye hii sio mechi. Na ukinambia mkuu wa Yanga kwenye ligi kuu ya safarini Azam, kwa ubora wa kikosi chao, na naangalia sio kocha kina mimi mpira najua baya zuri, naliona ile pale zuri, ile pale baya, najua nimeuishi mpira. Kwa hiyo mimi ukinambia wa Dar es Salaam Africa Azam, kwa hiyo ni mechi ya kiume hasa, tusichukulie poa Azam, lakini na wao wasituchukulie heshima wao iza, lakini tunamaanisha tunawaheshimu kama club nzuri ilo invest. Yanga usichukulie Yanga safari ni kitu kingine. Guys, mwamba pale Khalid
Unahitaji nini wewe? Unapata wapi combination ya mido kama hizo? Ziamo. Si mnamjua? Mnamjua? Tuko serious na ubingwa of the champions, ndio slogan kuu kwenye ligi ya safari hii. Tunaendelea nayo kokote pale unapozunguka kwenye msimu huu. Kombe chetu sisi ndio bingwa wa kihistoria mara 27, mara 27. Sizungumze vitu tu kama umeelewa. Kubwa ukubwa unapimwa kwa ukubwa unapimwa kwa taji kwanza. Tunaposema Real Madrid ndio club kubwa duniani kupita klabu yote, ndio club kubwa. Angalia trophies nazo. Nadil Ahli club kubwa Afrika kupita klabu yote, wanaangalia nini brother? Kusema tu mimi mkubwa wakati mataji una viduchu. Ahli, Nadil Ahli wanaitwa wale. Yanga ina mataji ya ligi kuu 27. Sijazungumzia ya Tanzania nzima. Sijazungumzia na mataji mengine. Yaani jumla mataji yote ya Yanga yanafika. Hii tena nazungumzia baada ya uhuru. Wanacheza kina mzee Kondo Kipwata nyuma huko, kina captain huko. Tuko na mataji mengine ya hatari mengi mno. Kuna klabu kubwa nchi ya Yanga. Juzi tumeenda Songea, ile mji umesimama. Mji mzima kwa ile. Nimesafiri kwenda Songea na klabu nyingine, nimeona, nimesafiri, nimekwenda na klabu nyingine. Nakwambieni through my experience, Yanga ni kitu kingine ndugu zangu. Muisikie hivyo hivyo. Mimi lakini umaarufu wangu umeongezeka mara milioni toka nimeingia Yanga. Mtu akona maskini ya Mungu haba yake kwa Afrika kapiga sote kama hii na IPClo. Mahaba. Yanga sio kitu cha mchezo jamani. Tunaimba tu Yanga, tunaichukulia poa. Na wakati ya Afrika peke yake, lakini walikaa miaka fulani kombe. Even Madrid wana mangapi ubingwa, lakini hata sasa sio wao bingwa mtetezi, na kuna miaka ishinda ubingwa. Mpira ulivyo miaka zaidi ya 30, sijui kama si ngapi. Mara mwisho ilichukua 1990 hapo, watu wengi hamjaja duniani hapo. Shinda na wamerudisha hadhi yao. Juzi sinaona mtu kamsa. Hapo wenzetu kwa wanafungwa 5 wala amna kusalitiana hapo. Kule mnamaliza mechi, wa hadha assalamu alaikum, kila mtu asema bana tumefungwa. Yaani mpira huu, unajua ngoja niwaambie kitu. Na tena hii nasema na wana Yanga wenzangu. Pamoja na ubora tunaotamba nao, siku tutafungwa. Purely that's the football. Hata uwe vipi. Yaani sisi hapa tunabangala, sisi tuna wale. Lakini ipo siku aidha kwa ubora wa wapinzani wetu sio, au kwa sababu nyingine yoyote ile, mechi imekataa kwenye uwanja, labda plani ya mwalimu haikuwa, inafungwa. Huo ndio mpira. Na Yanga halisi na unashabikia mpira, unashabikia klabu hii, lazima ujue kuna siku timu yako itapoteza. Tusiwe wenzetu ambao wakifungwa tu wamesalitiana. Hakuna mpira wa hivyo. Haupo mpira wa hivyo. Hiyo ndazi. Unakuwa kiongozi wa mpira au mshabiki wa mpira,
Yaani unapata wapi legitimacy kuongea mambo kama vile timu yako wewe ni bora kuliko wale the Giants of Brazil 1970, Pele, Gani, Jairzinho, Carlos Alberto Pereira. Wao unafikia the dream team kama Barcelona ya 1992, Risto Stoichkov, George Hagi, Romario de Souza, wote ni left footer. Yola. Kuna nani wewe? Ni watu vipi nyinyi mnazungumza ya ya kwamba timu zetu wana chonde akili ondeni. Hiyo ni akili ya kimatope. Nasema ete Messi yeye nyuma yao bado ikupungwa. That's the football. Hii lazima tuanze kujijenga kisaikolojia hii. Yaani iwepo. Hakuna timu itakufungwa. Haki ndo mpira. Mwaka 1999 mimi nafanya marejeo makubwa ya kimpira. Manchester United ilishinda makombe matatu. Ngumu sana kwa Uingereza kutokea. Walishinda FA, wakashinda wakati ndani kwa Barclays Premier League kama sikosei, wakashinda na Champions League. Hey. Oh, subhanallah. Kaingia ngao jamii. Kilicho ngao kenda tupu. Ligi iliyofuata pachuru. Mungu nisaidie. Young Africans hii Yanga hakuna mimi wachana kucheza wazee wangu ambazo hizo sikuziona kwa kwangu bora sana 19 nikiwa mdogo kwenda taifa pale miskini midfield Charles Boniface Mkwasa na Tapa mechi ya mwisho tumechukua ubingwa wa Muungano, tumewafunga Small Simba goli 4-1. Kwa mchezaji bora wa msimu. Mechi ile alifunga hat-trick. Master kafunga. Pasi Mkwasa. Wachache huna Messi, huna Ronaldo, timu yako isifungwe kwa nini? Una nani we? Nani? Ndaba. Hebu tu ni serious jamani. Serious. Ukiwa utakiwa kwa kweli watu shabiki washabiki nakuzungumzia sorry
Hakuna huku nadhari za kusalia na salia. Wewe ukiona mapazia hatujashinda, sisi tumefungwa hapa finali FA. Mimi sija kuna usaliti. Hebu pateni picha na kwa tu. Nendeni, kuna mchezaji wetu alipo red card, si mnamjua? Rafu ile katika hali ya kawaida ange mchezaji wa upande wa kwa staili, wallahi yule mchezaji angetolewa kafara mchana. Angeonekana kasaliti. Shekhe, Yanga ni msimu kwako kalaumiwa. Watu wamerudi wamekutamata wametufunga, basi twendeni. Wamekuja juzi kwenye ligi tumafaida tu kule chali. Ndio mpira timing tu. Ona kwa useme tumesalitiana. Hii leo nalikemea kwa sababu linaachwa. Halizungumzwi katika ubora wake. Linaachwa na sasa linamea katika mpira wa Tanzania kwamba timu hazifungwi isipokuwa zimesalitiana. Hii wapi nimepata mambo haya? Na nimsikie mtu siku ahitaji mtu wa Yanga kahusika na jambo lolote usaiti. Nimsikie mtu atanijua mimi nani. Ndio atanijua mimi nani. Tuwezi kuendesha salitiana. Sisi tunasajili wachezaji, mnatamba wenyewe, sisi tuna kikosi kikubwa. Sisi mlisikia kwa pre-season yetu ikawa nalaumiwa. Tukaambiwa si pre-season tumeenda kucheza tu Morocco. Na kweli sisi tukapata pre-season nzuri. Corona iliathiri wachezaji wetu. It's true. Hatuna shida haya. Sasa timu imeimarika. Wote ni mmeimarika, sisi tumeimarika. Tulipokutana ikawaje? Niwaambie ndugu zangu, nisiwachoshe. Nimetaka ni hivi maksudi bila kuingilia maisha binafsi ya watu, na nimekemea jambo la kimpira ambalo mimi linanikera kwa sababu na mimi mwenyewe nishanitokea mara kadhaa. Mambo ovyo nazungumzwa, mambo ya ovyo tu. Wachezaji kadhaa wameathirika na ile jambo kiakili. Wengine walitamka kwenye maredio, kwenye huyu mchezaji ndani akiondoka anaondoka na kitu gani kifuani? Yanga uzuri wake. No. Yanga mambo ya tuplisini kwamba wewe utoke hapa Yanga aliwe kufukuza timu nzima. Na babangu akiwemo. Timu nzima. Tena sio timu jamani. Niye sisi kwa sababu ile babangu ulizeni yule mtu kwa jua hawa baba mara 100 yake au marafu walifukuza kujali Sembuli, Jirunga, Sande, Kapera, kwa mwenyekiti wote na mwenyekiti wa Yanga alafu anaongoza wakenda wakafungua, hawakucheza lakini mnaita wasaliti bado wamo. Jamani, nawashukuru sana, tukutane. Tuna kitu tunataka. Kuna issue ya promotion ya mechi hii. Tutakupitia social media zetu. Kuanzia leo tutatoa zawadi kila siku mpaka siku ya Ijumaa za ticket na jezi. Na nimwambia wenzangu kwenye idara, lazima tuinspire sasa washabiki wapya. Mimi sina shida, watu wa Yanga wapo. Yanga ukiacha zile takwimu za zotolewa kule Voice of la lini za milioni 40, Yanga ina washabiki kweli
wanaojulikana kwa data wasiopungua, maana sisi tuwezi kufanya chupli milioni 40 na masi ndo nchi nzima, lakini kwa Tanzania sisi tupungui milioni 20 mpaka 25. Hao wapo. Kwa hiyo tunahangaika na kuna kundi la watu ambalo lenyewe halijafanya maamuzi ya kwenda kuwa mshabiki wa either Azam au Coast au Young Africans. Wapo watu bado mpaka leo. Hawa lazima tutengeneze strategic plan, tena rolling. Unajua maana yake? Endelevu. Yani rolling strategic plan ya kuwin masa ambayo yenyewe iko. Kwa hiyo moja zawadi tutakazozitoa, tunajielekeza kwa inspire, kuvutia washabiki wapya ambao watakuja kuisupport club hii. Hii ndio klabu ya watu, people's club. Hii ndio klabu ya wananchi wa nchi hii. Hii klabu ndio iliyoshiriki harakati za kumuondoa Richard Campbell na Edward Twining na wenziwe. Hii ndio klabu ambayo ofisi yake ilitumika kama sehemu ya harakati za kulikomboa taifa hili adhimu kabisa. Hii ni klabu ya watu, people's club. Sio klabu tu imetoka imeanzishwa so baadaye mnakaa sokoni mnacheza bao hii nayo history ya nchi hii. Nyie vijana muelewe, hii klabu ina historia. Mkikaa mnapoandika vibaya Yanga, muweke heshima vizuri. Hii klabu ina historia kubwa, na sio uhuru tu wa Tanganyika, lakini uhuru wa Zambia. Wazee viongozi wa zamani wa Young African wa Zambia kuungana chama cha UNIT, wakapeleka makomando kule, vijana wanaharakati kutoka Young Africans kwenda kuikomboa taifa la Zambia. Na ndio maana heshima ya uwanja wetu tumempa marehemu pale rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda. Unakaa unataja tu Yanga, mimi timu yangu kubwa, timu yangu yaki ukubwa unao wewe. Kubwa kuliko Young Africans. Asanteni, kama kuna maswali. Kuna tiketi zitatoka kama ambavyo amesema Haji kwa za kutoka, na zile ziko mtandaoni. Kwa hiyo wale wanaotumia simu wanaweza wakaanza kununua tiketi mapema kabisa. Tumeziweka mtandaoni tangu jana. Na karibuni kwa maswali mengine tutayazungumza siku zinazokuja. Maswali yanayohusiana na press, please. Salamu na kwa bradhangu Haji Manara. Ameongea vitu vingi sana na amekemea vitu vingi sana kuhusiana na mpira wetu Tanzania. Lakini nitaka tena ukemee hili kuhusiana na vilabu ambavyo vinachukua watu ambao si wa mpira kuwapa nafasi ambao kuja kuharibu vizazi. Sasa swali atalijibu. Swali lingine? Karibu, tunakaribisha. Pokea mchezo hapa itakuwa kama mtoko. Na mnaanza na mechi ya Azam. Sasa mimi kwa na amesema mtindo mtakofanya kwenye mechi ya Azam is like kama mlivyofanya kwenye wiki ya Mwananchi. Ukitazama wiki ya Mwananchi na matamasha mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika, kuna activities ambazo zinafanana sana. Activities ambazo zina moja ambazo kisha kwamba mfano kwa wana ya kule Arusha tumia angalau kwa ambao mko nao sasa hivi ambao ni wazuri fanya vizuri kuta ambao wana uwezo wa kwenda viwanja vya mazoezi mnafanya wanauzi
na baadhi ya wachezaji wanafanya vizuri. Mfano kule baadhi Feitoto ndio shauri inawezekana tunaenda kucheza mechi ya ligi kuu, ni eneo very sensitive, huwezi kuliachia, lakini tubadili hizo activities za zisizo zinana, na tunapenda tuendelee kutushauri kwa sababu sisi sio malaika na sisi hatujui kila kitu. Wana kitu unawajua wewe, sisi hatujui kila kitu. Sisi tunapenda kuonekana mazuzu, na ndio maana tunafanikiwa katika maisha. Habari zao kwisha. Kuna swali lilosema jamaa hii habari ya mimi kuzungumzia watu wasiohusika na mpira kuja kwa wasemaji wa mpira. Mimi sidhani kama mimi mkubwa sana Sheikh Haji Manara kuanza kuzungumzia watu wengine, nitajishusha sana. Nimetengeneza a brand for long time, alafu mimi nasemea brand kubwa ya Yanga iliyoundwa zaidi ya miaka 80 na nikae kwenye kiti falme walichoniwekea Young Africans nijikane na watu wa mtaani. Haji yuko beyond na mambo hayo brother. Kuna swali la mwisho tumalize, muda kidogo umetukimbia. Umenyoa au umeshika? Okay. Swali la mwisho. Nadhani maswali yamalizika. Tunawashukuru sana jamani. Tunawakaribisha nani? Wapi? Haya, karibu tumalize. Naomba maoni yake Haji Kakangu kwamba kwa mpira muda mrefu na Tanzania tulipata bahati ya kuwakilisha nchi kimataifa. Jamani, press haijaisha. Kwa ushauri wako ama kwa mtazamo wako, nadhani tulikuwa mawapi na wakati mwingine tulipata fursa hii tuitumieje hasa kama ushauri kwa faida ya mpira wa Tanzania? Mimi nadhani mingine najua mimi naogopa kuna maswali kuyajibu inawezekana ikatafsiri tofauti. Lakini lazima tukiri tunahitaji kuinvest kwenye football very serious, sio investment za kichupri. Na mimi nakuambia kitu kimoja guys, wana Yanga nisikilizeni, mafanikio ya ni zile zilizokubali uwekezaji very serious. Hakuna njia nyingine ya mkato. Sasa hakuna njia ya mkato, haipo. Kwa hiyo ili kulinda haji lazima tuwekeze very serious. Sio kuwekeza kiujanja, unakuja tu umechukua kabati umeliweka. Weka mzigo kweli, lete wachezaji kweli, tengeneza mazingira mazuri. Jamani, Ahli wenyewe wanasema ile ni nchi ndani ya nchi. Al Ahli mimi napenda kuizungumzia kama ndio club bora Afrika na club kubwa na ndio bingwa current, ndio. Ahli wenyewe wanaita hii ni serikali ndani ya serikali ya Egypt. Shuka kwenye text atakuuliza kitu cha kwanza, wewe unapenda Al Ahli au? Kwa wewe unamjibu yes, ukifahamu mchezo anataka kuacha njiani. Yaani ushafikia mahali ile klabu watu wekeza. Mamelodi kuna pesa kwa pale. Mnavyosikia haya maklabu makubwa yaliyoshinda na yamewekwa pesa kweli. Sio unasema tu, pesa unakanazo mwenyewe mfukoni. Hapa leo unakutana Facebook, weka pesa kweli, tutakuja kushinda ubingwa wa Afrika. Na nakuhakikishia jina la Yanga linaakisi ubingwa wa Afrika. Sisi ni Young Africans na ubingwa wa kwanza wa Afrika nchi insha Allah utaletwa na Young Africans. Asanteni, tukutane kesho. Kesho nitafanya media tour, lakini nitawaambia jioni
watu wangu watanambia wapi, lakini nadhani kuna mahali nitaanzia, lakini nitakuja siku mbili hizi. Tunataka kupush kidogo hii mechi. Hii sio mechi ya mchezo, nataka tusaidie vyombo vya habari tupush waje kuona ladha pale. Tuwezi kuona mechi kubwa kama hii ya Yanga na Azam alafu pale kuna watu 5,000 10,000. Mimi naamini wana Yanga wao hodari kuna mpira, hawahitaji hodari, yaani ni kuwakumbusha tu kidogo, hodari sana. Kwa hiyo mimi kazi iliyokuwa na hapa ni nyepesi, yaani situmii nguvu nyingi, ndio maana unaona na nawiri na nenepa napendeza, situmii nguvu. Mimi natumia msuli siku hizi, mnanisikia kwenye maredio kila wakati hapa, Yanga pasha mepesi, Allah raha ya Allah ya asante. Jamani, shukrani sana. Tutaendelea kupeana updates kadri mambo atakapokuwa. Naam, mtazamaji wa Azam Sports Swahili HD, hayo ilikuwa ni mazungumzo katika idara ya habari ya Young Africans kwa maana msemaji ambaye amemaliza Haji Manara, lakini pia Hassan Bumbuli yeye ndio mkuu wa idara, wamezungumza, na hii yote ni kuelekea mchezo dhidi ya Azam FC utakaopigwa Oktoba 30 katika dimba la Benjamin Mkapa, na